Pata shida cha kwanza unampa yeye kwanza pole. Lakini tunaangalia pia kama tutaweza kuwasaidia, nyumba ni nyingi sana. Kama serikali yenu kuangalia chochote ambacho kitawezekana kufanyika. Ili tuweze kurudisha yale maisha yetu ya kawaida pale ambapo yalikuwa. Lakini wakati huu pia wakati majirani wanatusaidia, basi na sisi tujisaidie kidogo kwa kufanya vitu kama kutoa magodoro nje na vitanda labda havijaribika. Tufanye usafi. Wewe unahitaji paa kama hili. Tutafute tofali kabla mvua ziendelee kateremka yote. Tutafute tofali ili tukipata hata kasimenti kwa kuwasaidia, basi muweze kujenga mrudi kwenye maisha yenu ya kawaida. Baba, tunashukuru sana. Pole sana. Asante. Asante baba. Basi mimi nawaacha naenda kutafakari. Ngoja niwaachie iftari kidogo tu ya leo, sawa? Basi. Iftari tu ya jioni. Tunashukuru baba. Asante sana. Mungu atakubariki. Amina mama. Basi. Pole sana. Naam, kwanza nimetembelea kata hii ya Lunguza kwenye hiki kijiji cha Kivingo ambapo wananchi wamepata madhara ya mafuriko, na mpaka sasa nyumba kama 31 zimeathirika na mafuriko haya. Kama mwenyekiti, sio wa kamati ya usalama tu, kama mwenyekiti wa kamati ya maafa ya wilaya, nimekuja kuangalia kwamba tunaweza kufanya nini ili kuweza kuwasaidia wananchi hawa kuwarudisha katika hali ya kawaida, misaada midogo midogo ya kibinadamu. Lakini kama serikali tutakwenda kutafakari, kujipanga, tuweze kuona tunaweza kuwasaidiaje wananchi hawa kurudi katika hali ya kawaida. Lakini pia hatufungi milango kwa mwezi huu mtukufu, wengine tumefunga Ramadhani, wengine Kwaresma. Wananchi wa Lushoto na Tanzania nzima, popote wale watakaoguswa labda na tukio hili, basi watoe misaada ya kibinadamu. Maji yameingia ndani, wengine hawana nguo, wengine chakula kimeharibika, wengine paa zimezuliwa, nyumba zimeanguka. Basi misaada ile ya kibinadamu ili tuweze kuwasaidia wenzetu, na ibada yetu ya mwezi mtukufu huu na mwezi wa Kwaresma iweze kupokelewa. Hii niombe iwe kama sehemu ya ibada kwetu pia, kuwasaidia watu wenye uhitaji, wakiwemo wananchi hawa wa Kivingo waliopata kadhia ya mafuriko jana. Tunaendelea kutoa wito kwa wananchi kwamba yale mambo yanayoweza kurekebishika, kama nyumba labda imezuliwa kidogo, paa tunaweza tukalirudisha, basi walirudishe mapema, wasisubiri serikali. Lakini pia wachukue tahadhari ili kuweza kujikinga na magonjwa ya milipuko wakati huu ambapo tunapita katika changamoto hizi. Mara nyingi tukipita kwenye changamoto hizi, basi watu wanakusanyika, wanafuturu pamoja, wamesaidiwa na majirani, nasi tunawashukuru majirani kwa kuweza kuwasaidia. Na huu ndo moyo wa Kitanzania. Tuzidi kuwataka kwamba waendelee kuwasaidia wenzao waliopata matatizo, na sisi kama serikali tuko nyuma yao, tutajitahidi hali ya kawaida. Lakini tahadhari ya magonjwa ya milipuko ikiwemo kipindupindu kwa sababu ya maji yanatembea hovyo, tuendelee kuchukua. Lakini pia tuimarishe pia na nyumba zetu kwenye msimu huu wa mvua zinazoendelea ili kuepusha madhara yanayoweza kujitokeza. Naitwa Ikupa Mwasioge, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Lushoto. Tumepokea taarifa ya maafa haya, lakini pia sisi kama halmashauri tuko chini ya Mheshimiwa mkuu wa wilaya ambaye ndiye mwenyekiti wa kamati ya usalama, lakini mwenyekiti wa kamati ya maafa. Mheshimiwa ameshafika, na kwamba baada ya kupita na kuweza kuona changamoto ambao ndugu zetu wameipata, Mheshimiwa kupitia kikao chake tutakaa pamoja ili kuweza kufanya tathmini na yale maelekezo ambayo yatakuwa yametolewa katika kikao hicho, basi ndipo ambapo tutaweza kufika kwa namna ya kuweza kuwasaidia wananchi. Asante. Majina naitwa Amina Ramadhani Mkopi. Nyumba yetu imezuliwa na mvua. Sasa kilichoharibika magodoro 3, alafu na nguo za shule za watoto na madaftari, watoto wa sekondari na wa msingi. Pia iko hapa. Tuko na familia pia inisaidie chakula, magodoro, daftari za watoto na nguo za shule, zingine zimeenda na maji. Sasa naomba msaada, watoto wangu wote waweze kwenda shule. Majira saa 11 jioni hali ya hewa ilibadilika ya mvua, kulikuja upepo mkali na kimbunga kizito. Baada ya hapo ndio ikaanza mvua ya mawe, mvua ambayo iliambatana na mawe makubwa. Na baada ya hapo sasa familia yangu ilikuwa imeenda mtaa jirani, ndipo walipokuja
Baada ya kufika nyumbani tukajikusanya sehemu moja. Baada ya upepo mkali ulioambatana na ngurumo za radi na mvua kali, niliweza kuwakusanya watoto wangu sehemu moja, nikawa nimewakumbatia. Tukiangalia sasa tusubiri tu lolote litakayoweza kutokea. Lakini baada ya hapo tuliona pali kiezuliwa, nikaikusanya familia kwa pamoja. Baada ya tufani ile kupungua, basi niweza kutafanya mbinu mbadala ya kuweza kuwasalimisha watoto, kuwaweka sehemu salama. Baada ya hapo mvua ilinyesha kama wastani wa masaa mawili hivi. Baada ya kuwa imepungua, ndipo tulipoanza kuhamisha vitu. Kwa hiyo moja hapo kama jinsi unavyoona nyumba hii imezuliwa na rasilimali nyingine ambazo ziko ndani humo. Mpaka muda huu hatuwezi kujua kwamba nyingine ziko sehemu gani. Kwa hiyo nyingine ambazo tumeweza kunusuru ziko nyumba jirani hapo na magodoro kama vile unavyoona, na nyingine kama jinsi ulivyoingia ndani ukajionea. Kwa hiyo kiujumla athari ni kubwa sana iliyojitokeza kwenye nyumba jirani hapo. Kwa sababu baada ya nyumba hii kuanguka hatukujua kwamba tutakuwa na makazi sehemu gani, hivyo tulipata tu hifadhi ya muda hapo pa kuweza kujistiri ili tuangalie hatua ambazo zitakuja kuchukuliwa baadaye. Na mali kwa hali jinsi mlivyoiona, kila sehemu mlivyopita athari zilikuwa ni kubwa zaidi. Vyakula vimeharibika, majengo kama hivi makazi yameharibika, asset za ndani kama jinsi mnavyoona zimeharibika, vitendea kazi vya watoto kama wale wanaosoma hakuna. Yani kiujumla hali ni mbaya. Kwa hiyo tunahitaji msaada wa hali na mali kwa serikali yetu iweze kuliona hii na kuweza kutusaidia wananchi. Kwa majina yako tena? David Samuel. Mkazi wa wapi? Kivingo. Kwa majina naitwa Yasin Ali Bila, ni diwani wa kata ya Lunguza iliyoko katika halmashauri ya wilaya Lushoto. Jana majira ya jioni kulitokea mvua ambayo iliambatana na upepo mkali, na baadhi ya maeneo kama hapa Kivingo ilikuwa na mawe kiasi. Lakini katika mvua hii ambayo ilinyesha kubwa zaidi katika kijiji hiki cha Kivingo na kijiji cha Lunguza, imeleta athari mbalimbali. Athari kubwa kabisa iliyojitokeza ni kuharibika kwa nyumba takriban 31 ambazo baadhi yao zimezuliwa mapaa kabisa na nyingine kuta zimeanguka. Lakini maji yamekuwa mengi sana na kuingia katika nyumba hizo kufanya uharibifu wa baadhi ya vitu kama vyakula na samani mbalimbali za nyumbani kama magodoro na nguo. Kia kuungana kwa pamoja kwa haraka, kitu ambacho pia hata miundombinu ya umeme, nguzo zimedondoka kama umeona mwandishi, nguzo zetu za umeme zimedondoka. Na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Lushoto baada ya kumpa taarifa hii alifanya mawasiliano na meneja wa TANESCO wilaya na kuweza kudisconnect huduma ya umeme ili isiweze kuleta athari. Baada ya mawasiliano ya pamoja na jitihada, tumefika eneo la tukio toka asubuhi. Kwa upande wa kijiji cha Lunguza, mwenyekiti wa kijiji cha Lunguza pamoja na serikali yake wamejitahidi kwenda kuzitambua zile nyumba ambazo zimepata athari na athari zinginezo ambazo zimejitokeza kutokana na mvua hii kubwa. Lakini vile vile nami nimeungana na viongozi wengine wa kata kuja katika kijiji hiki cha Kivingo ambapo tumekuja kufanya utambuzi wa nyumba hizo. Hali kadhalika tukimsubiri mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya ya Lushoto, Mheshimiwa Zefania Sumaye, mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Lushoto, Dr. Ikupa Harrison Mwasioge, ambao wamefika na wakuu wa idara kwa ajili ya kuja kuona hali halisi iliyojitokeza katika maeneo haya. Tulikuwa tunaomba serikali katika hali ya namna hii, kwa mfano nyuma yangu ni nyumba ambayo alikuwa akiishi mwalimu wa shule ya msingi Kivingo, na maeneo mengine yote ambayo tumeziona nyumba zake zilikuwa zimepata athari. Nikiomba mkuu wetu wa wilaya kupitia kitengo kile cha maafa kuweza kuona namna gani ya kurejesha huduma ya makazi haya ya wananchi hawa na kuhakikisha watu hawa wanarudi kwenye nyumba zao na kuishi vizuri. Lakini vile vile tunaendelea kutoa elimu kwa zile nyumba ambazo tunaziona bado zina dalili ya kupata athari hizi kwa sababu mvua zinaendelea kunyesha, ili waweze kusogea katika maeneo yale za kuziimarisha kwanza kabla ya kuishi mle ndani, ili zisiweze kuleta athari yoyote. Tunaamini serikali hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan ni wasikivu na ni wenye huruma.
kama ilivyo kauli mbiu ya mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassani inayosema kazi na utu, tunasonga mbele. Utu huo utafanyika hapa na watu hao wale waliopoteza chakula wataweza kupata chakula chao, lakini kwa wale ambao makazi yao yameharibika sasa hawana makazi, kwa namna yoyote ile serikali itajitahidi kuhakikisha tunashirikiana kwa pamoja, familia pamoja na serikali kuweza kurejesha makazi yao kama yalivyokuwa mwanzo. Naitwa Mjuma Bakari Panduka, ni mwananchi wa kijiji cha Kivingo, lakini pia nichukue hatua hii kuwashukuru viongozi wetu hawa wa wilaya, kwa maana mkurugenzi na mkuu wetu wa wilaya kwa swala hili ambalo limetokea la janga hili la upepo ambao umetokea jana majira ya saa 10 Ijumaa, lakini haikuchukua muda. Usiku huo walipata taarifa viongozi wetu hao, kwa maana mkurugenzi na timu yake na DC na timu yake, lakini kwa mujibu wa kutoka Lushoto mpaka hapa, lakini wao walikuja hapa mapema sana na kuona hali ilivyokuwa. Lakini pia tunashukuru kwamba serikali imetoa maelekezo kwamba baada ya siku chache watawasiliana pia na Wizara ya TAMISEMI ili angalau kuona kwamba ni jinsi gani watasaidia sisi wazazi na wananchi wa kijiji hiki cha Kivingo. Lakini pia tunashukuru kwa zaidi sana mkuu wetu wa wilaya kwamba na yeye amefika hapa kwa haraka sana kwa ajili ya kushirikiana na wananchi wa kijiji cha Kivingo ili angalau kurudisha hali halisi ya miundombinu ambayo imeharibika katika kijiji hiki, ambao kama miundombinu ya umeme nayo imeathiri, itakuwa ni katika pia kata nzima hii ya Lunguza. Wananchi wa kijiji cha Kivingo tunashauriana kwamba angalau tupande miti, lakini pia tunaiomba serikali ije tupe elimu hii ya kupanda miti, kwa sababu mfano hapa shuleni kama hakuna hii miti, shule yote ingezuliwa, bati zote hakuna, lakini kwa sababu walimu na wanafunzi wameshirikiana kupanda hii miti, ndio maana leo tunaona shule imesalimika. Majina yako tena? Mimi naitwa Mjuma Bakari Panduka, mwana kijiji wa kijiji cha Kivingo.